Kwanza cha kwanza nawashukuru wachezaji. Nashukuru wamepambana kwa sababu ligi ni ngumu. Ligi ni ngumu na mtu unavyoingia kwenye ligi mwaka wa kwanza, ina maana kwanza unatakiwa uiweke timu ya watu iwe safe. Umeona kwanza uepukane na kushuka daraja, cha pili kucheza playoff, alafu sasa mengine hayo ndio unafanyaje? Unatazama. Kwa hayo tunashukuru Mwenyezi Mungu. Msimu wa kwanza unakuwa mgumu kwa mwalimu kwa sababu unakutana na timu mpya, unakutana na wachezaji ambao lazima uingize falsafa yako mpaka waje kuielewa, usangine nusu ya msimu au msimu unafanyaje? Unakwenda mwisho. Ndio maana nimesema cha kwanza tunashukuru. Kipimo cha kocha ni wachezaji. Unaona? Kwa sababu kama una wachezaji wazuri wanakuletea, ndio maana hata mimi hapa najivunia pamoja na nafasi tuliokuepo, lakini najivunia wachezaji wangu. Kwa hiyo quality zimezidiana. Kocha anakuwa tu anatolea kafara. Kwa sababu ukipima timu zote zinazofukuza makocha ndo nyingine zinakuja zinashuka. Sasa kuna timu miaka 5 mfululizo wanafukuza makocha. Si chini ya makocha 10 kafukuza, lakini uongozi upo ule ule. Na timu inakuja inashuka. Yaani kufukuzwa mpirani ni kitu cha kawaida tu. Unapisha sangine riziki yako hapo imekwisha. Unajua uaga mimi naamini kitu kimoja. Mwenyezi Mungu ndo anapanga riziki. Yaani hilo mimi ndo naliamini. Mimi si niko Dodoma jiji hapa. Kwa hiyo yani hata kesho nikiondoka najua Mwenyezi Mungu aliweka riziki yangu mpaka kesho. Miongoni mwa matukio ambayo toka nimeingia kwenye soka sijawahi kukutana, japokuwa nimeshawahi kusikia huko nyuma kwenye historia, ni moja kati ya vitu ambavyo vimepelekea baadhi ya maamuzi kufanyika. Kwa hiyo nimeiona pia nguvu ya vilabu vya soka. Kumbe kama kuna kitu hakiko sawa, kilabu kikishikilia kwenye msimamo wake, kuna baadhi ya vitu yanaweza kufanyika kwa maendeleo ya soka. Sisi kama vilabu ambavyo ndio tumekuja hivi karibuni kwenye ligi, tumepata mengi ya kujifunza kwa wakubwa wetu Simba na Yanga na mengine ambayo yanaendelea, lakini yapo ambayo pia tumeyaona si mazuri kuyachukua kutoka kwao. Umekuwa ni msimu wenye vitu vingi, lakini all in all umekuwa ni msimu bora, umekuwa ni msimu mzuri. Ukishaamini kwenye jambo lako lisimamie. Simba alisimama kwenye msimamo wake, Yanga naye akasimama kwenye msimamo wake. Bodi ya ligi TFF na wenyewe akasimama kwenye nini? Kwenye misimamo yao. Kwa sababu mimi nimejifunza ni misimamo, lakini all in all hakuna kitu kizuri kama kufuata kanuni. Timu ya Dodoma yote mimi naona tumeperform vizuri. Juu timu ibaki ligi kulingana na pia na malengo ya viongozi. Next season itakuwa better than kuliko hii season. Unajua kila mchezaji lazima kila season uko na malengo yako na kila season unajipanga. Kama haijakuwa poa next season hopefully itakuwa better. Kwa kile kilichotupanga kama tangu msimu unaanza hadi sasa hivi kidogo malengo tunafikia, lakini bado hatujafika. Tupo kama 80% hivi. Kwa tutaendelea kupambana hadi pale tutapotaka sisi kufika. Sawa, inshallah ndio msimu huu ulikuwa tufike 5 bora, sasa hivi tupo nafasi ya 6 kama sikosei. Tutapambana hapo tulipo, japokuwa ndo malengo yalikuwa klabu hii tufike nafasi ya 6 za juu. Tunamshukuru Mungu. Ligi kisha nitajua nitabaki au itakuwaje.